Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Shinyanga na shekhe wa kata ya Mufti Simba pale mji wa Shinyanga, mheshimiwa naibu imamu Masjid Mufti Simba, mheshimiwa kina mama kiongozwa na kamati ya msikiti pamoja na kamati ya maendeleo ya msikiti. Walioko mbele yenu ni walimu wa shule yetu ya Bariadi Islamic English Medium inayopatikana hapa Bariadi, inayomilikiwa na Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Simiyu. Tunaye mwalimu wetu mkuu wa shule hii, mwalimu Rashidi Ali, yeye ndo mkuu wetu wa shule, lakini yupo pia na mwalimu wa masomo ya dini ya Kiislamu, Ustadhi Ali. Hawa ni walimu wetu ambao wanaendeleza vizuri shule yetu. Shule hii ilianza mwaka 2015. Ilianza 2015 ikianza na mwanafunzi mmoja kwa siku ya kwanza, lakini baadaye tukawa na wanafunzi 6 tukiwa na mwalimu mmoja tu wa Kiislamu aliyekuwa akijitolea kwa awali kwa kuanza kufundisha. Anafikiri sasa maelezo ya shule mpaka sasa ina watoto wangapi, maendeleo yake, kwa sababu yupo hapa mwalimu mkuu, ataweza kuwaeleza kwa ufupi. Lakini tu kiufupi ni kwamba shule hii ilianza na daycare, baadaye ikawa nursery, lakini baadaye ikawa na shule ya msingi. Na shule ya msingi tumeanza mwaka jana kwa darasa la kwanza mwaka 2025. Mwaka huu 25 ndio tumeanza kupokea wanafunzi wa darasa la kwanza, na tunaendelea kupokea tena wanafunzi wa darasa la kwanza 2026. Kwa hiyo mpaka sasa tunakwenda vizuri, na nimkaribishe sasa mwalimu mkuu aweze kuongea na nyinyi. Tayari amekwisha wafahamu ni watu wa namna gani. Karibu. Kwa majina naitwa Rashidi Ali, ni mwalimu mkuu wa hii shule ya Bariadi Islamic. Tulianza darasa la kwanza mwaka jana. Tumeanza mwaka huu tukiwa na wanafunzi 33. Pia tuko kwenye matangazo kama mnavyoona. Tunatangaza shule, tunatarajia kuwa na darasa la 2 mwakani. Na mapokeo ni makubwa. Tunaamini tutapata wanafunzi wengi tofauti na mwanzo. Pia kwa upande wa daycare tuna wanafunzi zaidi ya 150. Tuna grade 3 ya baby class, pre-1 na pre-2. Tunawakaribisha sana. Tunaomba wengine kama wataweza kuwa wajumbe wema huko pia katusaidia tukapata watoto. Ndio kwa sababu tuko kwenye kipindi hiki cha kutangaza shule kwa ajili ya mwaka wa masomo 2026. Karibuni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na ihsani yake kwetu, aliyotujalia kuja katika mji huu kwa lengo la kumzuru na kumtembelea shekhe wetu. Lakini alhamdulillah shekhe ukaona ni vema tushuhudie mambo ya manufaa na maslahi katika dini yetu. Tumeshuhudia kuanzia Darul Maarif na hatimaye kuja kushuhudia muendelezo wa masuala primary, na hatuna zile kusema shekhe ila kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akuimarishe
akuondolee changamoto mbalimbali, ili ndoto yako ya yale yote ulikusudia kuwasaidia na kuhudumia Uislamu yatimie kama jinsi ulivyofikiria. Ni juhudi kubwa. Umesikia mahala fulani tulikuwa tukizungumza pale, tuna shule ya tangu 2004 imekwisha kamilika, madarasa, holi, nini, ni kila kitu. Lakini mpaka leo hii madarasa yanapasuka. Azma haikuwa nzuri, azma sio nzuri, mpaka leo hii jengo lile linakufa. Lakini kwa juhudi fupi na kwa muda mfupi tangu Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuteua na Mheshimiwa Mufti kuthibitisha uteuzi wako, leo hii Bariadi imekuwa ina mvuto katika masuala ya kiimani. Siku za nyuma Bariadi ikiwa sehemu ya mkoa wa Shinyanga, tulikuwa tukihesabu mkoa huu ni mkoa wa kipagani, mkoa ambao ulikuwa hauna watu wa imani ila wachache sana. Lakini kwa dalili hizi na hata tumekusha shuhudia kuyaona, ile dhana iliyokuwepo sasa inafutika bila, yani kwa mazingira nini ya kawaida tu. Kwa hiyo Sheikh, sisi tukupongeze sana Sheikh wangu, kwa kweli tunayashuhudia Simiyu ni mambo matukufu yaliyotukuka, na tunakuomba Sheikh, endeleza na msimamo wako huo. Wapo watu wenye nia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini wapo watu wenye nia ya kufanya hujma. Sasa kuhujumu tumkabidhi Mwenyezi Mungu, atadili nao, lakini sisi tudili na wale ambao wako tayari kukuunga mkono na kuleta maendeleo ya dini katika mkoa wetu. Basi walimu, hongereni sana, tunakutieni moyo. Kutoka kwa mtu mmoja, mwanafunzi mmoja, mpaka 6 mpaka sasa watu 100, na maana yake ni kwamba daycare na Serewani na Saritu ndio hao watakayekuja kuwa wasajiliwa wa madarasa mpaka hatimaye tuna darasa la kwanza, na kwa hatua za serikali sasa mwisho darasa la ngapi? La 6. Tutafikia hatua hiyo. Endeleeni kwa moyo mmoja, mpo kwenye kazi ya wito, kazi ya nini, ya da'wa. Ifanyeni kwa moyo mmoja. Mwenyezi Mungu atakulipeni kadri watu watakavyoelimika, ndio faida. Juzi tulikuwa tunaona kwenye mtandao yule mwalimu alikuwa akimfundisha Mwigulu akiwa mdogo. Leo hii ana fahari kubwa kwamba imemtoa waziri mkuu. Sasa hatuwezi kujua na hawa watakuwa kina nani. Kama sio kina mawaziri, watakuwa kina shekwezi. Anakuwa amesheheni huku na huku. Ni kazi kubwa. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Mimi Shekhe, machache alikuwa ni hayo. Tunakupongezeni sana na tunakuombeeni dua sana kwa Mwenyezi Mungu. Inshallah, nashukuru sana. Haya. Katibu, na wageni hapa. Naam Sheikh. Unakujaje kimya kimya mkoani, halafu sasa utaenda kwenu Waislamu? 5. Lile darasa la kwanza kabisa la daycare. Hapo katikati kuna ofisi, kuna chumba cha kulala, kuna store pia ya chakula. Alafu ile pre-1, pre-2 iko pale mbele. Na darasa la kwanza lile la kule mwisho. Ili hapa linapauliwa kwa ajili watakuja kurudi pre-2 huko. Tutakuwa na darasa la kwanza na la pili mpaka kule mwisho. Salam. Bari vitu. Salam. Hata yeye hakujua.
Kwa hiyo mpangilio wa darasa la kwanza, darasa la pili, Ndio. haya tena ni madarasa pamoja na ofisi. Hapo tutakuwa ofisi ya walimu. Ofisi ya walimu hii na hilo darasa na hilo darasa, lakini mpango uliopo hapa ni kwamba hapa tunatafutia mtaji wa wanafunzi. Hapa tunatafutia mtaji wa wanafunzi kwa maana tutakuwepo hapa mpaka darasa la 3 au la 4. Lakini mpaka sasa hivi tunaendelea na ujenzi. Kama tutapata muda tutafika kwenye ujenzi wenyewe. Tunaendelea na ujenzi wa shule rasmi sasa ya primary pamoja na sekondari hapo. Na mpaka sasa tumekwisha jenga madarasa 3 na tumeyapaua. Tayari piga bati, tushaweka madirisha na milango. Kwa hiyo tunaendelea kule huku tukikusanya mtaji hapa. Baadaye Mungu akijalia kama shule itahamia kule. Manake hapa tumepanga kiwe chuo cha dini. Ile Darul Maarif tuliyoiona kule tutaihamishia hapa. Na hapa ndio kitakuwa kituo kikubwa kwa ajili ya kufundisha taaluma ya dini. Ndio mpango wetu jinsi ulivyo. Huko anaposema tutahamishia shule kule, na eneo la hekari karibu 23. Kwa eneo kubwa ndani kilomita 3 tu kutoka hapa, sio mbali. Kwa natamani angalau tukitoka hapa mwende mkaangalia afu ziara hiyo imeishia hapa. Sisi maana tupo chini ya himaya yako. Wala nataka mkitoka mjifunze, yani mwe mmetuona kila sehemu. Tumekuja kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tunashukuru. Katibu, inabidi mtusubiri tupate ibada tuende na wageni pamoja. Kule. Inshallah.